Asante sana kwa hisani ya Marekani kutoka MBL Online TV. Mimi ni Braziliano kwa Tomero Sido. Hatimaye katika vipindi vya burudani na michezo hapa tuko katika kipindi cha michezo. Bila shaka nimekutana na moja kati ya mastreka hatari sana hapa kutoka Mbele Nyarugusu. Bila shaka ni Lebo, ambapo sasa hivi kwenye ligi ya furaha ya mkimbizi amekuwa ni nyota ambaye amekwenda kuungana na timu yake ile ya D1 na alikwenda kupachika mabao mawili zidi ya AFD. Atakuja jitambulisha katika studio yetu ya MBL Online TV. Mimi sina mengi, ila mengi tutatamani kuyasikia kutoka kwake striker hatari. Mambo vipi bro? Salama. Poa. Poa. Jitambulishe kwenye studio yetu ya MBL Online TV. Asilimia kubwa sana ya fans za mashabiki zako wanatamani sana kuona Lebo wake kwenye jezi, wengi sana huwa hakufahamu kwenye mapigo haya. Hamna, mimi kwa majina naitwa Lebo kabisa. Ndio mimi huyo, labda tuseme tu kwenye jezi anaonekanaga mkubwa kidogo. Ila ndio mimi huyo tu. Ndio unaweza kashangaa kidogo Na ni kitu gani ambacho kinafanyaga hawa nyinyi wachezaji mkiwa kwenye uzi ule kama jezi mnaonekana kuwa kama vikubwa hivi yani? Hamna, si ile joto tunachemka kidogo na maumbile anakuwa kwa haraka Asante sana. Mpaka sasa hivi tunaweza tukatamani kusikia kitu kimoja kutoka kwako kuhusiana na mchezo ambao mnakwenda kupiga siku ya kwanza hapa kati ya Kientetezi zidi ya DE Umoja. Mimi natumaini matokeo yatakuwa mazuri sana kwa upande wetu. Kwa sababu tunamheshimu Kie kabisa, tunamheshimu. Atumdharau wetu kama sababu ni Kie, amna, tunamheshimu sababu tunaheshimu mpinzani cha kwanza. Tunaenda matokeo tu, lakini mimi na imani tutafunga kabisa. Kuna imani mtashinda mechi. Na imani kabisa. Asante sana. Na kwa upande wako kama wewe Lebo, ni mchezaji gani wa timu ya Kientetezi ambao anatakiwa kulindwa sana kwenye timu ya D1? Wote kabisa, wote wanatakiwa kulindwa sababu wote ni wachezaji. Wote ni wachezaji. Na kwa upande wa D1 sana wachezaji ambao huwa ni hatarishi sana akikosa katika kikosi, wewe Lebo kama Lebo unajisikia kwamba kuna kitu ambacho nakimisi. Ni mchezaji gani wa D1? Ni mimi. Wachezaji wote tupo vizuri kabisa. Wote tupo vizuri kabisa. Lakini kuna ile katika wale 11 ambapo wao wanakuaga wanaanza kwa kuyo unaona mchezaji fulani asipokuepo mimi Lebo wasipati mapesi mazuri. Hamna, sisi wote tunaangaliana vizuri kabisa. Siwezi nikasema kama kuna kosa mchezaji fulani ndio bwana mimi sitapata mpira, hamna. Wote tunacheza vizuri kabisa na wote tunaangaliana. Kuna kitu gani cha kuahidi mafans wote mashabiki wa timu ya D1? Ni siku ya kwanza waende tu mpirani kabisa. Waende mpirani, natumaini tutafunga kabisa. Ushindi upo kwa ajili yao kabisa, ushindi upo. Asante sana. Ni kwamba mimi kama Braziliano nimesimama katika harakati ya kukata mzozo wa chuki zidi ya timu ya Makabe Hasira baada ya wao kuonekana kufanya itilafu ya vurugu kidogo, na tuko na moja kati ya wachezaji wa mpira Kambile Nyarugusu. Kwake yeye kuhusiana na kila ambacho walikwenda kukionyesha zidi ya muamuzi, una kitu gani cha kuambia timu nzima ya Makabe aiza marefaris? Yaani timu ya Makabe ilifanya vibaya sana kabisa. Hawezi wakapiga referee sababu eti kawanyongea, hamna. Achiko wapi? Yaani hicho kitu iko kwake yeko kabisa, akinaga kabisa. Sababu ukiangalia tunaenda kuangalia mechi vibandani. Si vinakuwa kabisa mnaona lakini wampigagi. Lakini shangaaga kambini. Yaani referee akikosea tu wanamlemba. Sielewagi kabisa. Asante sana. Washaurie basi mafans wote wa Masira Makabe. Sio tu wa Makabe. Sio tu wa Makabe kabisa. Timu nyingi zipo hivyo kabisa. Sio tu Makabe. Yaani naweza nikashauria tu mashabiki baache hivyo vitu vya hivyo. Sababu referee lazima anaweza kukosea, naye ni binadamu. Wanakoseaga kabisa. Baache kabisa wewe eti referee kakosea afu wakamchapa. Sio vizuri kabisa. Kifupi wao kubaliani na maamuzi ya kwamba muamuzi anaweza akapigwa kulingana na makosa ambayo anakwenda kufanya uwanjani. Ndio baachane na hivyo kabisa. Baache kupiga wa referee, baache kabisa, baache. Asante sana. Na neno moja kwa marefaris ambao wanakwenda kuonekana wana makosa mengi sana hapa Kambini Nyarugusu zidi ya uamuzi wao. Mimi najua marefaris nao ni binadamu. Laiti wanaweza wakakosea tena wakamua vizuri. Kwa hiyo yote ni matokeo tu. Ndio hata sio wachezaji mbona tunakoseaga na vinapita. Kwa hiyo mimi cha kuwashauria tu waache rushwa. Rushwa ndio mbaya kabisa. Rushwa ndio mbaya. Waache kukula. Waache kabisa. Eleza vipaji vya wanadamu. Ndio. Asante sana Lebo kama Lebo. Basi tunatamani uwage mafanisi wote wa MBL Online TV kwa sababu tumekutana na wewe moja kati ya safari zako, hatuwezi tukakuikalisha sana.
Mimi kuambia tu ni kama nawapenda sana kabisa. Napenda sana. Na siku ya kwanza wasogee kabisa. Najua sisi tutafunga tu. Waje uhakika upo kabisa. Uhakika upo. Ndio. Waje wafurahie tu mpira. Na kwa wewe kama Lebo, siku ya kwanza ambapo utakwenda kukutana na Kientetezi, tutegemee kitu gani kutoka kwako? Ni kufunga tu goli. Siwezi nikakosa kabisa. Yaani wewe wajiandae kabisa. Siwezi tukosa kufunga goli kabisa. Bwana, message imefika kwako Leviem Lebo, popote pale ulipo, ni kwamba Ogi popote pale ulipo anadai kusema kwamba yeye kwa upande wake Lebo bin Lebo ana bao moja. Je, unaamini kwamba D1 watatomboa kwa Kientetezi? Kama hapo ulipo unaamini kwamba D1 watatomboa za Kientetezi, tukutane siku ya kwanza popote pale ulipo. Asante sana kwa muda wake. Bye bye.